Kaunti ya Turkana ameanza shughuli ya kukumbatia mti kwa saa 72 mjini Lodwar ili kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa wa kisukari. Priscilla mwenye umri wa miaka 24 amekuwa na ugonjwa huo kwa muda wa miaka 6 na sasa anaiomba serikali kutoa matibabu ya bila malipo kwa wagonjwa wa kisukari. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu wa Turkana, Kitio Mika Masai, aliye mjini Lodwar atujuze. Je, Kitio, ni nini kimechangia Priscilla kukumbatia mti? Naam, asante sana mwenzangu Paul. Josh Wanzare, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na bila shaka jinsi unavyoona nyuma yangu ni watu wameweza kufika maeneo hapa kuweza kushuhudia yale ambayo yanajiri kuhusiana na msichana mmoja ambaye ameweza kuamua kukumbatia mti kwa siku 72 ama masaa 72 samahani, na tutakuwa tunazungumza naye ni kwa nini akaamua ili kuweza kukumbatia mti siku hii ya leo. Moja kwa moja nikaweza kuzungumza na yeye, akaweza kutueleza na kudadafua mengi zaidi sababu sipi zimeweza kuchangia kuzungumza na mimi. Pengine ukizungumza ukiangalia ile kamera, majina yako binafsi na nini, kwa nini leo umeamua kuja kukumbatia mti? Nakumbatia mti kwa sababu kwa majina naitwa Priscilla Ngipuo. Nimekumbatia mti kwa niaba ya wagonjwa ya diabetes. Ndio maana niko hapa. Hii kitu imetutatiza sana. Kwa example kama mimi nimegonjeka kwa 4 years. Ninaumia zaidi. Nikasema wacha niende nikumbatie miti ndio sisi pia watu wa diabetes tusaidike. Labda umegonjeka kwa muda gani na nini kiini haswa kilikupelekea wewe ukaamua kuja siku hii ya leo hapa ama pengine kuanza kukumbatia mti? Mimi yenye ilinipatia roho nikasema wacha niende nikumbatie miti hata kama nikukufa nibaki kwa miti. Kuna siku nilienda hospitali usiku, nilikuwa juzi Jumatatu iliyopita. Nikaenda referral saa 8 nikafika saa 9. Wakaniandikia wakaniambia enda kwa lab kwa kupime. Kufika huko wananiambia nilete 2000 na sina pesa na sina uwezo na tangu nigonjeke hakuna kazi mimi nafanya. Ninaumia, ninalala tu kwa kitanda. Nikasema heri niende tu nikae kwa miti basi. Nitumie hiyo masaa yenye nalala kwa kitanda kwa sababu ili nisaidike. Na naomba president ya Kenya atuangalie sisi kama Wakenya wagonjwa ya diabetes, atuangalie sisi pia. Labda ugonjwa huu wa kisukari imekushika kwa muda gani? Imenishika yani miaka 4. Hii ni ya 5 sasa. Hii ya 2026. Ujumbe wako kwa serikali ni nini hasa? Ujumbe yangu kwa serikali, naomba usaidizi, atusaidie sisi watu ya diabetes na ninaomba msaada kwake anisaidie mimi ndio huyu hapa niko kwa hii miti. Naomba anisaidie kwa sababu sina uwezo, watu wangu wana uwezo, ni waraia wako mashinani huko. Ndio maana niko hapa. Dawa ya diabetes inanunuliwa na pesa. Yaani ukienda hospitali hakuna ya bure. Na tunataka kuishi, tunataka ili tuishi duniani miaka mingi. Tumeona watu mbalimbali wakikumbatia mti kwa sababu tofauti. Pengine wewe umepanga kukumbatia mti kwa saa ngapi? Nimepanga kukumbatia miti kwa 72 hours. Labda ungeambia nini wananchi kutoka kaunti ya Turkana na taifa kwa jumla? Naambia taifa kwa jumla wachukue tu watu wa kutusaidia kwa sababu sisi bado ni watoto wao. Kama saizi fenye niko chini ya hii kaunti ya Turkana, ninaomba tu tusaidiwe kwa sababu hii ugonjwa inapokushika wewe inamaliza nguvu. Huwezi enda hata ufanyie mtu kazi, huwezi enda uoshe hata vyombo. Kwa wale watu maskini watakunyaje, watapataje hiyo dawa? Kwa wale watu maskini wana kazi yoyote, ni maskini kabisa ya kutupwa, watapataje hiyo dawa? Sasa wakiweka huko ukienda hosi wanakuambia enda kwa chemist nunua. Na hauna pesa, utasaidikaje? Hiyo kitu nje imefanya mimi nimefanya hii jambo ya leo hii ya kushangaza. Yenye nyinyi mnaona ni mshangao kwenu, lakini kwangu sio mshangao. Mimi nimekuja tu kwa sababu ya mateso nimepitia kwa maisha yangu sana na nimeugua na mimi ni mtoto mdogo. Naam, asante sana Josh Wanzare, bila shaka ni mwanadada huyu ameweza kudadafua mengi zaidi kuhusiana na swala zima la kukumbatia mti. Amesema kwamba saa 20 ama saa 72 ataweza kuwa katika eneo hili, na anasema kwamba ameweza kugonjeka ugonjwa huu wa kisukari.
na anahamasisha jamii pamoja na taifa kwa jumla wakaweze kuwatibu bila malipo. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Kwako Joshua Nzare. Na shukrani sana mwandishi wetu Kitio Masai ukizungumza na Priscilla Ngepuo ambaye anakumbatia mti na anasema kwamba hazima yake ni kukumbatia huo mti kwa takriban saa 72. Tuangazie